Dhahabu haing'ai ikiwa bado imefukiwa ardhini. Ndivyo ilivyokuwa kwa Sydney Lopez Cabral. Leo jina lake linatajwa duniani kote baada ya kiwango alichokionyesha dhidi ya Argentina katika kombe la dunia la mwaka 2026, lakini nyuma ya tabasamu lake kuna simulizi ndefu ya machozi, mateso na mapambano ambayo wengi hawakuwahi kuyaona. Ni hadithi inayothibitisha kuwa mafanikio hayaji kwa bahati, bali hujengwa kwa jasho na subira. Safari yake ilianza katika mitaa ya Cape Verde akiwa mtoto mwenye ndoto kubwa lakini asina mazingira ya kifahari. Alitumia muda mwingi akicheza kwenye viwanja vya vumbi, huku akiamini siku moja angevaa jezi ya taifa lake. Wakati wenzake wakikata tamaa kutokana na ukosefu wa fursa, yeye aliendelea kupambana. Kama wahenga walivyosema, mvumilivu hula mbivu. Baada ya kuonyesha kipaji chake, bado hakupata njia rahisi ya kufika kwenye soka la kulipwa. Aliishia kucheza katika ligi ya daraja la 5, sehemu ambayo si wengi waliamini inaweza kumzalisha mchezaji wa kombe la dunia. Wengine walimuona kama mchezaji wa kawaida ambaye ndoto zake zingebaki ndotoni, lakini yeye hakuruhusu maneno ya watu yazime moto uliokuwa moyoni mwake. Akiwa kwenye ligi hiyo ya chini, Sydney aliendelea kufanya kazi kwa bidii kila siku. Alijua hakuna mtu ambaye angemkabidhi mafanikio mkononi. Alikimbia zaidi, alifanya mazoezi zaidi na alipambana zaidi. Alijifunza kwamba njia ya mafanikio si tambarare, imejaa miiba, lakini anayethubutu kuitembea ndiye anayefika mwisho. Hatimaye juhudi zake zilianza kuonekana. Alipata nafasi ya kupanda ngazi hatua kwa hatua mpaka akaitwa kujiunga na timu ya taifa ya Cape Verde. Wengi walishangaa kuona mchezaji aliyewahi kucheza daraja la 5 sasa akivaa jezi ya taifa katika jukwaa kubwa zaidi la soka duniani. Ilikuwa kama ndoto iliyogeuka kuwa kweli. Lakini usiku uliobadilisha maisha yake ulifika wakati wa mchezo dhidi ya Argentina. Licha ya Cape Verde kucheza dhidi ya mabingwa wenye majina makubwa duniani, Sydney hakuonyesha hofu. Alipambana kwa moyo wote, akaonyesha kiwango kilichowavutia mashabiki, wachambuzi na vilabu mbalimbali. Ndani ya dakika 90, jina lake lilianza kusikika duniani kote. Baada ya mechi hiyo, mitandao ya kijamii ilifurika sifa. Mashabiki walimsifu kwa ujasiri, nidhamu na kiwango chake, huku wengi wakisema ndiye mmoja wa wachezaji waliogunduliwa na kombe la dunia mwaka 2026. Kutoka kuwa mchezaji asiyejulikana kwenye ligi za chini, ghafla akawa gumzo la dunia. Kweli wahenga walisema, jua halifunikwi kwa ungo. Kipaji chake hakikuweza tena kufichwa. Leo simulizi ya Sydney Lopez Cabral ni somo kwa kila kijana mwenye ndoto. Inafundisha kwamba mwanzo mdogo hauamui mwisho wa safari. Kutoka kwenye viwanja vya ligi ya daraja la 5 hadi kung'aa mbele ya Argentina na kupata heshima ya dunia nzima, ameonyesha kuwa anayekataa kukata tamaa anaweza kubadili historia yake. Hakika wakati mwingine njia ndefu ndio huzaa hadithi tamu zaidi za ushindi. Mimi ni Ino TZA.